Mwanamuziki Billnass kupitia page yake ya dukani ya Nengatronics ameshare kwa mara ya kwanza hasara kubwa ambayo aliipata kufuatia kadhia iliyomtokea Oktoba 29 mwaka huu 2025. Baada ya video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha duka la Billnass la Nengatronics kwamba limechomwa na uharibifu mkubwa umetokea, kitu cha kwanza ambacho Billnass alikifanya ni kujiondoa kwenye mtandao wa Instagram bila kutoa maelezo yoyote ya kwamba dukani amepata hasara kiasi gani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo leo kupitia page ya Nengatronics ameshare video fupi tu lakini inayoonyesha hasara kubwa ambayo ameipata. Video inaonyesha simu zimeungua, lakini kuna nyingine kama ukizitazama ni nzima ila zimepitiwa na moto, lakini pia ameonyesha laptop yake ya kazini namna ambavyo imeungua. Lakini kubwa zaidi ambalo watu wengi pengine walikuwa hawafahamu ni kwamba pale dukani kulikuwa kuna kitita cha pesa kikubwa sana, na kama unavyoona kwenye video pia na chenyewe kimeungua. Video hii ya Billnass imetoa majibu ya maswali ya watu wengi sana, ambapo wengi walisema kwamba maduka ya simu kwa kawaida huwa hawalazi simu dukani na hawalazi pesa dukani. Kwa hivyo Billnass atakuwa amepata tu hasara ya kuunguliwa na duka, lakini sio hasara ya kuunguliwa na simu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii video yake imejibu maswali yote kwamba amepata hasara zote. Duka limechomwa, simu zimeteketea, lakini pia pesa zake zimeungua ambazo bado hajafanikiwa kutaja ni kiasi gani. Na katika posti yake Nenga ambayo ameposti kupitia page yake ya dukani ya Nengatronics hajazungumza kitu chochote. Ameweka tu emoji ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba pamoja na yote yaliyotokea, pamoja na hasara yote aliyoipata, lakini bado anamshukuru Mwenyezi Mungu. Na kilichoshtua zaidi katika video hii ambayo Billnass ameposti kupitia page yake ya dukani ni watu walivyoona zile iPhone 17. Jamani, iPhone 17 zimetoka juzi tu. Billnass ameweka mzigo dukani na mzigo wote umeteketea kwa moto. Hali na Billnass na duka lake la Nengatronics, mastaa wengine ambao walipata kadhia hiyo siku hiyo tarehe 29 ni pamoja na Shilole ambaye yeye ofisi yake ya chakula ya Shishi Food imeunguzwa yote kiasi kwamba hata ukifika pale ukiambiwa hapa palikuwa Shishi Food basi unaweza usiamini. Lakini pia Juma Jux na duka lake la African Boy ambalo liko Sinza, yeye pia duka lake lilivamiwa na bado hajatoa taarifa rasmi kwamba ni hasara kiasi gani ameipata, lakini kwa taarifa tu za mtandaoni ni kwamba walivamia duka lake, wenye kuchukua nguo wakavaa na mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo Billnass ni miongoni tu mwa mastaa ambao wamepata hiyo kadhia siku hiyo ya Oktoba 29. Endelea kukaa karibu na ST Bongo kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, TikTok pamoja na Instagram tunatumia ST Bongo. Usisahau pia kushare, kulike na kucomment kwenye channel yetu ya YouTube ambayo tunatumia ST Bongo. ST Bongo, nyumbani kwanza.